Ndugu zangu, jambo la tatu ni teknolojia ya mitandao. Teknolojia hii na mitandao imekuja na faida zake na hasara zake. Tunaomba tuitumie ili kutoa elimu na hamasa ya matumizi yenye tija ya mtandao na teknolojia kwa ujumla, ikiwemo kudhibiti maudhui yanayochafua fikra za vijana wetu na kuhatarisha usalama wa watoto kimaadili ndani ya taifa letu. Sasa hivi huhitaji kuhudhuria kibao kata. Sasa hivi huhitaji kuhudhuria klabu. Klabu inakufuata kwenye mtandao wako. Kibao kata kinakufuata kwenye mtandao wako. Yaani ili mradi wewe una simu na ina bando, kila kitu kiko ndani ya kiganja chako. Sasa hivi huhitaji kufunga mpaka wa Tanzania, habari ziko kwenye kiganja chako. Ni wito wetu kwa mamlaka zote zinazohusika, ikiwemo na TCRA. Na bahati nzuri watu wa maudhui, kamati ile, tunashirikiana nao vizuri na wako upande wa kwetu, kwamba sasa tuweke mkakati maalumu. Tuweke mkakati maalum kuwepo na patrol za kwenye mitandao ya kijamii ambayo itatuwezesha kuyaondoa maudhui yasiyokuwa mazuri ili kuwalinda watoto wa Kitanzania. Tumeona mfano mataifa. Ukienda sasa hivi Dubai pale, WhatsApp hiyo lazima ujiunge kwenye VPN. Na unapojiunga kwenye VPN wao wanarekodi kwamba huyu ni mtu fulani. Na ndio maana ukiingia kwenye ile nchi cha kwanza, airport tu wanakupa kadi ya simu. Wakikupa ile kadi ya simu wewe unafly umepewa bure. Lakini wao wanajua huyu aliyeingia ukiweka tu wanajua uko wapi. China kule wameanzisha mfumo wa WeChat. Na hapa Tanzania tunazo habari njema. Wako wa Tanzania ambao wameanzisha programu yao, tena inafanana kila kitu na Instagram, na hivi soon itakwenda kuzinduliwa. Na ukiitumia hiyo itakuwa ndio ulinzi wa maadili ya taifa letu, na Watanzania hasa vijana watakuwa wanalipwa. Yaani mtandao wa kwanza wa kizalendo wa Tanzania, ambao platform hiyo ukiitumia wewe mtumiaji unakuwa pia sehemu ya kutengeneza mapato. Lengo letu ni kwamba tuendelee kulinda utamaduni wetu. Tulinde asili yetu, kwa kuwa taifa hili lisipokuwa na utunzaji mzuri wa maadili na utamaduni wetu, usalama wetu wa kesho yetu utakuwa kwa mashakani.